Na ukiwa na dhiki kubwa, jua ya kuwa ni ishara ya kuwa rahma kubwa inakuja, kwa sababu wanasema wenye hekima, alhumum mithlu alghuyum ma tarakamat illa litumtira. Stress na dhiki ni mfano wa mawingu, hayakusanyiki isipokuwa ni ishara ya mvua itanyesha karibuni. Na pale ukiwa na dhiki nyingi, jua hii ndio ishara ya rehma za Allah na faraja inakuja. Mwanzo Yusuf alipopotezwa na mandugu zake wakakubaliana kusema amekufa, Nabii Allah Yaqub alisema fasabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Lakini mwisho tatizo lilipokuwa kubwa, mdogo wake Yusuf anaambiwa ni mwizi, inna ibnaka saraq wama shahidna illa bima alimna wama kunna lilghaibi hafidhin. Ameziwiliwa katika ardhi ya Misri. Nabii Allah Yaqub alirudia maneno yale yale, lakini alihitimisha tofauti na mwanzo. Mwanzo sema fasabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun, lakini mwisho sema fasabrun jamil asa Allahu an yatiyani bihim jamia. Subira ndio jambo zuri, uhakika Allah atanirudishia wote wawili. Kwa nini mara pili amekuwa na uhakika na mara kwanza alihitajia usaidizi kwa Allah mpe subra? Hii ni ishara, ukipatwa na mtihani mwanzo, muombe Allah akupe subra katika huu mtihani. Lakini mtihani ukiwa mkubwa, kuwa na matarajio kwamba faraja iko mbali, kwani mwanzo alfajiri ni pale giza litakapokuwa totoro. MBTV, dira ya maisha yako.